anauliza kuhusiana na mikopo ya songesha, nivushe. Yote hii mikopo, je, inaingia katika riba? Naam, mikopo hii inaingia katika riba. Yote ni riba, kwa sababu unalipa kwa ziada. Unalipa kwa ziada, wanakukopesha pesa, unalipa pesa ile ile kwa ziada. Wa hadha haram, hii inakuwa ni haram. Ama kukopa vocha, kukopa vocha, je, inaingia katika riba au haingii katika riba? Maulama swali hili wamelijibu kwa hali mbili. Hali ya kwanza, ikiwa sharika, kampuni za simu zinazotoa miamala ile ya vocha, zinazouza vocha zile, kama kampuni inamkopesha mteja wake pesa kwa maana ya pesa, bimaana alkalima, kwa maana ya pesa, na kukopesha pesa ambayo unaweza kaenda kwa wakala kuitoa, wakakukopesha 500 mathalan, wakukopesha 500, halafu wakakwambia wakati unarejesha utarejesha 600. Hii 100 imetoka wapi? Wakwambia hii 100 faida, riba. Hii inakuwa ni riba. Kama watakuwa kampuni inamkopesha mteja wake pesa na yeye akarudisha pesa, hiyo hakuna shaka kuwa ni riba, na haifai muamala wa sampuli hiyo, haifai muamala wa sampuli hiyo, kwa sababu ni ziada ya haramu. Ama hali ya pili, ikiwa kampuni haimkopeshi mtu pesa, haimkopeshi mteja wake pesa, bali inamuuzia manfaa, kampuni inamuuzia muda wa maongezi ambao kama huyo mteja atalipa keshi, atatoa pesa yake, anapewa muda wa maongezi 500 aliyoitoa. Ametoa keshi 500, anapewa muda wa maongezi 500. Anapewa vocha ambayo thamani yake ni 500 aliyoitoa. Anatumiwa vocha, ameuziwa vocha ambayo inaendana na thamani ya pesa aliyoitoa. Kwa hiyo ikiwa mteja huyo atatoa pesa taslim, anauziwa hiyo vocha kwa 500, wanamuuzia kwa 500. Na kama pesa hana, wakamwambia tunakuuzia muda wa maongezi wa 500, wa thamani ya 500. Wakati utakapoweka vocha, wakati utakapolipa deni hili, utakapoweka vocha tunakata 600, tunakata 600. Hii wanasema wanachuoni la basa bihi, na wala haingii katika riba, haingii katika riba. Kwanza kwa sababu huu muamala sio mkopo, sema imezoeleka kuita mikopo, lakini kisheria si mkopo. Hii ni biashara. Ni biashara ya sampuli gani hii? Ni biashara ya kwamba ukitoa hivi sasa 500 unapewa vocha ambayo ni utaongea kwa muda ambao unaendana na ile pesa yako taslim ulioitoa. Kama huna pesa unapewa muda wa maongezi wa 500, lakini wakati wa kulipa ile deni utalipa, watakata 600. Ile 100 ni ya nini? Ile 100 wanasema ni muqabil manfaa. Ile 100 iliyozidi ni kwa sababu ya yale manfaa uliyoyatumia ambayo waliokuuzia ile kampuni. Kampuni imekuuzia manfaa, imekuuzia muda wa maongezi, sawa? Tena imekuuzia muda wa maongezi muajjalan, sio kwa pesa uliyoitoa taslimu wakati huo, la, umepewa muda kwamba utalipa ndani ya masaa 24. Kwa wewe unanufaika kwa kupata ile vocha kwa wakati ule ambao ulikuwa huna pesa, unanufaika. Lakini kampuni itanufaika utakapolipa. Kampuni itanufaika utakapolipa kwa sababu ilikupa muda, na yenyewe inanufaika na ule muda iliyokupa. Sitaelewana hapo. Kwa maulama akasema ikiwa kampuni inamuuzia manfaa ambayo ni khidmatul al-ittisali, muda wa maongezi, haitoingia katika riba na muamala huo unafaa kisheria. Lakini kama wanasema kwamba wanakukopesha, ni muamala wa mkopo,
kwamba wanakukopesha 500 unalipa 600, ni riba. Kama wataingiza kwamba ni muamala wa mkopo, sawa, wakaingiza kwamba ni muamala wa mkopo, wanakukopesha 500 alafu kulipa utalipa 600, la, hiyo inakuwa ni riba. Sawa, inakuwa ni riba, haifai kuzidisha katika mikopo. Ama ikiwa ni katika muamala ni katika upande wa biashara, hamna shida, madam mtakapokuwa mmekubaliana tu nyinyi wauzianao, mtakapokuwa mmekubaliana haina shida katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Na hapo kila mmoja angalie, je, ile wale ambao wanaofanya miamala hiyo kunaita mikopo ya mawasiliano, ule muda wanaokutumia au ile vocha wanaokutumia unaweza kuitoa kwa wakala au huwezi kuitoa. Kwa hivyo kisheria inatakiwa ile isitumike kuwa ni mkopo, ile ni biashara, na ikishakuwa ni biashara inafaa mtu ukishapewa muda kwamba utalipa baada ya mwezi, inafaa kuzidisha tofauti na kile ambacho ungetoa hapa kwa hapa. Sawa, inafaa na wala hakuna shida katika hilo.